Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na nikukumbushe kwa mara nyingine unaweza kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram pamoja na X. Bila kuisahau YouTube account yetu ya UTV Tanzania, Azam TV Tanzania, Azam TV Burudani, Azam TV Sports, kote huko unaweza kutupata. Maalum kabisa leo ndani ya Alasiri tuna Mtanzania ambaye amewekeza vyema sana kipaji chake nje ya taifa hili la Tanzania. Ni mwanamuziki, mwalimu wa muziki, mwandishi wa vitabu vya muziki. Lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo anatumia sanaa hizo kuiwezesha pia taifa lake, ama kuwezesha pia taifa lake. Ni Lista Elia. Lista, habari sana. Nashukuru sana. Uko salama? Niko vizuri kabisa. Habari za Tokyo, Japan? Tokyo kwema sana, isipokuwa sasa hivi hapa kuna baridi kidogo, ile ya winter. Okay. Kwa hiyo kuna ubaridi kidogo kwa sasa hivi. Miaka mingapi sasa umeenda tangu umeanza kuishi Japan? Over 20 years. Okay. Over 20 years. Kwa utamaduni wao kule umeushiba haswa kabisa. Lugha yao unayoongea vizuri na naweza kukopa na wao kama kawaida. Jugulu, karet, nini unacheza fresh? Mimi ni mtu wa gym pia. Mtu wa gym pia. Yes. Sawa. Kutoka Tanzania, yes, kwenda kukitumikia vyema kipaji chako kule Tokyo. Yes. Ulianzia huku ama ulienda kuanzia kule? Swali zuri sana. Mimi nimelelewa na muziki wa dansi hapa Tanzania. Okay. Na kipaji changu, aliyegundua kwamba nina kipaji alikuwa ni King Kiki, marehemu King Kiki. Kwa hiyo yeye Mwenyezi Mungu amrehemu. Yes, Mwenyezi Mungu amrehemu. Yeye ndo aliweza kuniingiza kwenye, aliona kwamba nina kipaji. Unajua mambo ya muziki, kuna kitu kinaitwa kipaji. Ndiyo. Usipokuwa na kipaji huwezi kufanya muziki. Sasa aliona kwamba nilikuwa na kipaji, kwa hiyo akaniita pale kwenye bendi yake. Nikafanya naye kazi. Baadaye nikahama kwenda kwenye bendi nyingine kubwa. Kwa wale wazee wenzetu wa zamani, ndio wanazikumbuka bendi kama zile Orchestra Safari Sound, Ndekule. Bendi nyingine kwa inaitwa MK Group, Ngoma za Magorofani kule. Sambuluma. Hizo ndio bendi nilipita zile. Ukiwa unazitaja hizo bendi unatupa na burudani kidogo, kutukumbushia hizo bendi namna ambavyo zilikuwa zikirindima. Vibao ambavyo vilikuwa vikivuma enzi hizo. Yeah, kwa bahati mbaya mimi sio mwimbaji, lakini vibao vilivyokuwa vinavuma ambavyo mimi nilivipiga. Kwa mfano kwenye bendi ya Sambuluma. Naam. Kulikuwa na nyimbo nyingi nzuri. Kwa mfano Kadiri Mke Wangu. Kulikuwa na nyimbo kama Mayombo. Kulikuwa na nyimbo kama CCM Imekuwa. Okay. Wakati huo tuna chama kimoja. Haya, nikaenda MK Group, kule kuna nyimbo kama Maumivu Makali. Nyimbo kama hizo. Mponda nyimbo zenu hizo kaka? Nyimbo nyingi. Sahihi, hizo bendi ambazo zimetajwa hapo. Haya, tusiongee mengi zaidi. Kuna nyie mlokuwa na nyimbo hizo na kuna sisi ambao tumekuwa na yes, Cinderella. Sahihi kabisa. Yaani kuna hizo generations tofauti. Yes. Naam. Kwa hivyo baada ya muda sasa ndipo ambapo ukaenda baada ya kuona kwamba nimeshafanya mambo yote niliyotakiwa kufanya hapa. Na kuona kwamba sina kitu cha kuprove zaidi. Ndio. Nikaona ni bora nitafute changamoto zaidi. Okay. Ndio nikaanza kusafiri. Kwanza nilitoka tu nikaenda Nairobi hapa. Ambapo nilikaa kidogo kama mwaka mmoja, nikapiga muziki pale. Kutoka pale ndo nikaanza kupata safari za kwenda Japani na kurudi, kwenda Japani na kurudi, mwisho kaa Japan. Na Lista sio mwimbaji. Katika muziki tukumbushe tena. Yes. Ni kifaa gani sasa, ama ulikuwa unafanya shughuli gani katika muziki? Mimi kiacha kutuambia ulikuwa dancer. No, mimi sijawahi kuwa dancer. Mimi ni pianist. Mimi ni pianist, mimi ni mpiga kinanda na napiga vinanda vyote. Kuna vinanda vya aina nyingi, kuna vinanda vya piano, kuna vinanda vya
harmonium. Harmonium ni vile vinanda mtu anakuwa kama anaweka upepo huku chini alafu anapiga. Kuna vinanda vingine vya kushika hapa. Kwa hiyo mimi kwenye vinanda vyote niko sawa, kwa sababu nimeusomea muziki. Na ukisema piano na keyboard ni tofauti kwenye muziki? Yes, piano na keyboard ni tofauti. Keyboard ni portable. Okay. Unaweza kuibeba ukaondoka nayo sehemu yoyote. Halafu keyboard ina sounds nyingi ndani yake. Unaweza kupata hata sounds za ndege wanalia, au maji ya bahari, sounds za kwa mfano wapulizaji wapuliza vyombo vya upepo, unaweza kuvipata mle. Lakini piano ni kinanda fulani kikubwa ambacho tangu enzi na enzi kimekuwa kikitumika kwenye ile muziki inaitwa classic music, ambayo ni muziki ya kitamaduni ya Ulaya Magharibi huko. Sasa kile mara nyingi huwa kinawekwa kinakaa sehemu. Kama ukiangalia hapo kwenye video utaona wanapiga ile ni piano. Sasa ni kinanda ambacho hakibebeki. Halafu kina sound moja tu ambayo inaitwa piano. Yes. Sawa. Bila shaka huyu ambaye amekuwa huyu anayepiga hapo ni wewe. Ni mimi. Ulijifunza kupiga hizi ama ilikuwaje? Swali zuri. Mimi ni mtoto wa mchungaji marehemu Pastor Elia Mkwala, anaitwa Elia Mkwala kule Dodoma. Mwenyezi Mungu amrehemu. Yes. Sasa nilipomaliza A-level yangu kwa sababu nilishaonekana kwamba nina kipaji cha mambo ya muziki. Nilipelekwa kusoma chuo kinaitwa Ruhija Musical Academy, kipo Kagera. Ndio. Baada ya kumaliza pale nikafaulu masomo yangu vizuri, nikapelekwa Austria, Vienna, Austria, Ulaya huko. Nikasomea muziki, nikarudi hapa Tanzania, ndo nikaanza kupiga na bendi kidogo. Alafu baadaye nilipokwenda Japani nikawa nafanya kazi ya kupiga muziki kimataifa, na pia ninafundisha na kujisomea zaidi. Kwa hiyo nimebobea kwenye taaluma ya muziki. Katika vitabu nilivyoandika, nimeandika vitabu 4. Vitabu 2 vinahusiana na tasnia ya muziki. Kitabu changu cha kwanza kinaitwa Teach Yourself How to Play the Piano. Jifunze mwenyewe namna ya kucheza piano. Kama mtu anaweza kujifunza mwenyewe? Ya kabisa. Unaweza kujifunza mwenyewe. Unaweza kuanza mwenyewe, baadaye ukaja ukapata njia ya kuendelea. Okay. Kitabu cha pili kinaitwa Teach Yourself How to Play the Guitar. Jifunze mwenyewe namna ya kucheza gitaa. Sawa. Baadaye nikaamua nifanye challenge kwenye riwaya. Nikaandika kitabu cha Kiingereza kinaitwa The Mystery of Tamko's Death. Alafu kitabu hicho cha baadaye nikakitafsiri kwa Kiswahili. Ni riwaya tu, hadithi ya kufikirika tu ya kijana mmoja ambaye aliamua kutafuta maisha kwa kutumia njia za mkato. Okay. Kilichompata baadaye kinaweza kupatikana kwenye kitabu hicho. Sasa wazo lilitokea wapi? Kutoka kwenye kwa mpiga kinanda ukaleta mawazo yako kwenye uandishi wa riwaya na kile ambacho anakifanya. Kutoka kwenye muziki kwenda kwenye riwaya. Kwenye riwaya niliamua tu kufanya challenge. Kwa sababu tangu nilipokuwa mdogo nilikuwa nataka kufanya maisha yangu yawe na faida kwa maisha ya watu wengine. Ndio. Kwa elimu ndogo niliyoipata nilikuwa nafikiria kwamba elimu hiyo iwasaidie pia watu wengine ambao wanataka kufanya muziki lakini wameshindwa kupata aidha walimu au kupata njia rahisi za kujifunza. Kwa hiyo nilikuwa nafanya challenge ya kuandika ili kuweka watu wengine waweze kupata maendeleo. Ndio. Sasa katika kuandika kwa sababu mimi binafsi si mwongeaji sana, lakini nikamata kalamu naandika vizuri sana. Kwa hiyo baada ya kuchallenge kwenye vitabu vya muziki nikasema hebu ngoja nijaribu kujichallenge mwenyewe kwenye riwaya kama naweza kufanya kitu. Na kweli nilipofanya kitabu changu cha kwanza kikatoka vizuri na watu walikipenda, na kitabu cha pili ambacho ni cha Kiswahili sasa karibu kinatoka. Sawa. Yes. Vitabu vyako hivi Teach Yourself How to Play the Piano na gitaa. Yes. Vinatumikaje
Kama neno lenyewe linavyosema teach yourself how to play the guitar, how to play the piano, yani ni mwongozo wa wewe mwenyewe pale unapoweza kuanzia. Unapokitazama kinanda kina vibonyezo vyeupe na vyeusi tu. Kwa hiyo unakuwa hujui wapi pa kuanzia. Sasa ukiangalia kitabu changu nimejaribu kuelekeza. So unaona hivi vyote ni vibonyezo vyeupe na vyeusi tu. Kama unataka kuanza kupiga kinanda, anzia hapa. Kuna sehemu inaitwa middle C. Ukianzia hapa kuenda juu kidogo utapata ile tararararara ambayo kwa kitaalamu tunaita scale. Sasa kutoka kwenye scale ndio unaweza ukisoma kitabu kile, kutoka kwenye scale unaweza kuivunja ile scale kufanya broken chords. Baadaye ukapata kitu kinaitwa rhythm. Kwenye muziki kuna vitu vingi. Kuna solo, kuna rhythm, kuna bass, kuna drums, kuna vitu kama hivyo. Yes. Na hizo zote ni ala za muziki? Yes, zote ni ala za muziki. Na okay. Na wewe unapiga mbili tu kati ya hizo ama unaweza kutumia ala zote za muziki? Na katika ala ambazo nimejifunza nikiwa shuleni, main nilikuwa piano, nachukua piano. Okay. Lakini piano ilikuwa inakwenda na trumpet. Okay. Inakwenda na guitar. Inakwenda na chombo kingine kilikuwa inaitwa recorder. Okay. Ni kama flute fulani. Sasa hivyo vyote mimi naweza kupiga. Yes. Nice. Tuna vyuo vingi vya muziki hapa nchini. Vyuo. Yes. Ya, lakini pia kutokana na uboreshwaji wa mitaala yetu ya elimu, yes. Tunasoma siku hizi arts and sports shuleni kuanzia primary, secondary, tuna masomo ya theater arts na vitu kama hivyo. Huoni kuna umuhimu wa hivi vitabu vyako kutumika katika shule za msingi, sekondari na hata vyuo hivi vya muziki? Swali zuri sana. Actually mara ya mwisho aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa JK Kikwete alikuja kufanya ziara ya kiserikali kule Japani. Na kwa bahati nzuri ananifahamu. Sasa kwenye congregation ile ya Watanzania tuliokuwepo pale akaniona, akaniita. Tukasalimiana na ni bahati nzuri nilikuwa na vitabu vyangu, nikampatia kama zawadi vitabu vyangu na album yangu. Na nikamwelezea kwamba hivi vitabu ni vya elimu ya muziki. Najua Tanzania kuna upungufu wa kama si walimu na vitabu vya muziki kwa ujumla. Kwa hiyo nikamwomba kama kungekuwa na uwezekano lifanyike hilo lilisema sawa. Sasa akaniambia angelipeleka kwenye wizara husika. Kwa hiyo sijui, nadhani labda inaweza kuwa linafanywa kazi. Bila shaka. Sasa elimu hii inatumika vipi nchini Japan? Ya kipaji chako cha muziki, vitabu vyako pia, na unavyofikisha pia kwa Japani. Okay. Kama nilivyokuambia mimi ni mwanamuziki wa kimataifa na ni mwalimu wa muziki. Japani kwa sisi tunapiga muziki kimataifa. Hatupigi muziki mpaka majogoo kama tunavyofanya hapa kwetu. Hapa tunaanza labda saa 2 usiku mpaka 9, 10 usiku. Japani umepiga muziki sana. Either 1 hour, 45 minutes au 30 minutes. Okay. Sasa muda wangu baada ya kumaliza hiyo 1 hour ya muziki ndio nautumia kwenye either kufundisha au kwa hiyo vitabu vyangu pia navitumia kwa njia hiyo. Navitumia kwa ajili ya kufundisha watoto wa Kijapani. Kuna shule nyingi na taasisi nyingi ambazo pia vinahitajika. Sawa. Nimezichungulia kidogo hapa, video zako zinaonekana uzirekodi bado ukiwa kijana zaidi kabisa 20 hivi. Sasa hivi karibuni hamna ambazo umezitoa za hivi karibuni? Kuna video nimezitoa lakini sijaziingiza YouTube bado. Kuna video ambazo nimezitoa lakini bado sijaziingiza YouTube na nitaziingiza soon. Okay. Yeah. Sawa, pamoja na yote ambayo umezungumza, muziki wako ukiwa unafahamika zaidi nje, unakulipa vipi? Sasa
namaanisha kwamba ni kwa namna gani wanafaidika wenzetu zaidi, na tulitamani pia kwa namna ambavyo wanafaidika na sisi tufaidike hivyo. Ndio namaanisha, sio kwa maana kwa sawa kwa fedha. Kusema ukweli, kwa nchi kama Japani, nchi ambayo imeendelea, ina wasomi na watu wenye uwezo mkubwa, na mimi kuwepo pale pamoja na kwamba nimekuwa nikisoma pale, lakini pia nimekuwa nikijiongezea maarifa na kuitangaza Tanzania kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kama ni faida, nadhani wamekuwa wao wanapata na sisi pia tunapata, kwa sababu mimi kama Mtanzania nimekuwa naiwakilisha nchi yetu kule. Na mara nyingi, kwa mfano, wanapokuja viongozi wetu wengi wa serikali hapa wanapokuja Japani, kuna wakati huwa naitwa mimi kwenye, wanapokuwa labda na kikao fulani, kunahitajika kupigwa wimbo wa taifa na vitu kama hivyo. Ndio huwa nakaa pale kwenye kinanda, mimi napiga badala ya kuagiza orchestra nzima ya kutoka. Kwa hiyo kwa namna hiyo wao wanafaidika na sisi pia tunafaidika. Wanamuziki wengi ambao wanatoka katika bara la Afrika kwa ujumla, wakienda kufanya kazi nje ya bara hili, wanapiga sana midundo ya Afrika. Wewe ukiwa unaipiga piano ama keyboard, unapiga midundo ipi sasa? Ya Japani huko? Au midundo yetu? Ukiwa mwanamuziki wa kimataifa, unakuwa tayari kwa chochote. Nikiwa Japani, sipigi tu piano peke yake. Kuna wakati, mimi ni Mgogo, mimi natoka Dodoma, mimi ni Mgogo. Sasa utanikuta wakati mwingine yani nafanya kulingana na ninavyoombwa. Kule Japani tuna msemo mmoja wa Kijapani unasema Okyaku-san kami-sama. Yani maana yake ni kwamba mteja ni Mungu. Sasa mteja anapokuomba, bwana, hebu nipigie zile sasa nyimbo za kienyeji za kwenu Dodoma kule, nashika lile lingwa langu la Kigogo lile, naanza kuimba na kupiga. Kwa hiyo unakuwa tayari. Ukiwa mwanamuziki wa kimataifa unakuwa tayari kwa chochote. Kwa hiyo nikiwa kule napiga jazz, napiga muziki yetu ya Kiafrika, whatever. I'm ready for anything. Sasa nimefurahi hapa kwa msemo huo wa Kijapani. Okyaku-san kami-sama. Naam. Sisi tunasema mteja ni mteja ni mfalme. Sasa tunapata na mingine kidogo ya Kijapani, kisikie. Kijapani kwa mfano, na baki tunakisikia vizuri au Kichina? Kichina, Kijapani hapana. Labda naweza tu kumwambia yokoso. Yokoso ni karibu. Naweza kumwambia yokoso, lingine nitamwambia tukimaliza. Sawa. Kwa Kijapani, labda wasikilizaji wetu wanaweza kupenda kusikiza Kijapani kidogo. Kijapani ni lugha ambayo inataka kufanana kidogo na Kiswahili. Japo ni lugha ambayo ina politeness, inaenda na politeness. Kwa mfano, unaposema asante kwa Kijapani unasema arigato. Na unaposema arigato, sio unasema tu arigato hivi. Arigato. Yani lazima unabona kidogo. Kwa hiyo kwa mfano, kwa wale wanaosikiza, naweza kuambia Kijapani nikasema kyo wa hontoni arigatou gozaimasu. Mata itsuka yoroshiku onegaishimasu. Yani nimesema kwamba leo nimefurahi kuwa hapo kwenye kipindi hiki, na kama itatokea muda mwingine nitakuwepo. Asante sana. Amefanya kama ndio anaaga. Ndio. Hold, alafu utakuja kufanya tukiwa tunakaribia kumaliza. Lakini ulichokionyesha hiyo tamaduni ya Kijapani, vivyo hivyo kuna tamaduni ambazo zinafanana pamoja na sisi. Pale ambapo unamkaribisha mtu, yani kuna zile body language, ukarimu fulani ambao unaonekana, politeness ya ukarimu. Vipi kuhusu tamaduni nyingine ambazo zinafanana na hapa nchini kwetu kwa kule Japan? Tamaduni kwanza naweza kusema lugha yao. Lugha yao, yani kuna Kiswahili cha namna nyingi pale. Kwa mfano ukisema kasoro, kuna jina kule pia wana kasoro.
lakini kasoro ya kwao inamaanisha ni landing, ile landing way. I mean, wakati ndege inaposhuka inashuka kwenye ile, ndio kasoro wao wanaita, ndio kasoro. Kwa mfano kuna mji pia unaitwa Tabata, kitongoji fulani pale Tokyo kinaitwa Tabata. Kuna maneno mengi ambayo yanaingia pia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo lugha yao kwanza, halafu pili utamaduni wao haupishani sana na watu wa Asia, kwa mfano Waarabu. Unapokwenda kwenye nyumba ya watu unavua viatu, unaingia ndani. It's almost the same. Unavaa viatu vya ndani. Hata kuketi pia. Hata kuketi wanapenda kuketi chini. Nakunja miguu. Ila tofauti yao kubwa ni wakati wanapokula chakula wanatumia miti. Sio vijiko. Wanatumia miti miwili. Yes. Na unaweza kuitumia vyema bila shaka. Bila shaka. Sasa kumekuwa na athari katika muziki ya mataifa tofauti tofauti. Ikiingiliwa, nitumie neno hilo kama ni sahihi, na muziki ambayo inatoka katika tamaduni za mataifa mengine. Yes. Hata sisi hapa nchini kwetu hilo lipo. Vipi kwa Japan? Au ndio ninyi mnaenda kuwaharibia muziki yao huko ya Japan? Hapana, sisi tunakwenda kuwaongezea kitu kingine ambacho hawajawahi kuwa nacho. Okay. Kule tuna ndugu zetu wengi wa kutoka West Africa, watu kutoka Senegal, Guinea, pande hizo. Walio wengi wao wanapiga sana zile ngoma zao za kiasili za kwao. Kwa hiyo wanapofanya muziki ya namna ile kule Japani, inaonekana pia kuna kitu ambacho wa Japani hawajawahi kukiona, kinakuwa ni kitu kipya. Ndio ule mchanganyiko wa muziki, ni lugha ya dunia. Kwa hiyo popote unapokwenda, ukiwa na chochote unaungana na watu ndio. Ni kwa namna gani wanaukubali utamaduni wa Tanzania? Karibuni hapa nimeshuhudia baadhi ya watu kutoka Japan wakijifunza katika taasisi ya sanaa Bagamoyo, Tasuba. Pengine labda kwa kuwa huko kwa miaka mingi pale, ni kwa namna gani wanaupenda sana utamaduni wa Tanzania? Naweza kusema tuipongeze serikali yetu kwa uhusiano mzuri ambao upo kati ya Japani na Tanzania. Ndio. Zamani ilikuwa vigumu sana kwa Mtanzania kuingia Japani. Wakati mimi naingia kule ilikuwa vigumu sana, haikuwa rahisi vile. Lakini nadhani kwa sababu ya serikali yetu imeweza kuweka mawasiliano mazuri na kuchangamana vizuri na serikali ya Japani, kwa hiyo mambo mengi yamekuwa rahisi. Ndio. Kwa hiyo hata utamaduni wa Mtanzania kwa sisi ambao tuko kule tumekuwa ueneza, na kwa hiyo Wajapani wengi wamekuwa wanapata kujua kwamba hapa pia kuna utamaduni wa Kitanzania huko hivi, na kwa sababu serikali nao pia inasukuma kuhusiana na utalii na balozi zetu ambazo ziko kule. Kwa hiyo Wajapani wamekuwa wanaitikia na kuja kututembelea, na kwa sababu kuna vivutio vya kutosha vya kueleweka, na kwa hiyo labda tungeipongeza kwanza serikali. Sisi wengine tutakuja baadaye. Sawa. Pamoja na kuja baadaye, lakini kuna kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Kabisa. Pengine hata mngesalia hapa nchini bado kazi hiyo ingeonekana. Kabisa. Lakini ni kwa namna gani wewe mwenyewe ukijitathmini unaona umeacha athari kubwa kwa taifa la Japan, kwa wanafunzi ambao unawafundisha pale muziki, kwa burudani ambayo unawapa pia? Ningemshukuru Mungu tu kwa kipaji alichonipatia. Na kitu ninachoweza kufanya ni kukitumia kile kipaji. Unajua sisi wanamuziki muziki ni kama kazi ya kanisa au kazi ya kumtumikia Mungu. Ukiwa mwanamuziki wa kweli, huweki pesa mbele kwanza. Unachotaka ni kwamba usimame uwafurahishe watu. Lile ni la kwanza. Mambo ya kipato yanakuja baadaye. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa alichonipatia, na najaribu kurudisha kwa namna moja au nyingine, sio Tanzania tu, popote napokuwa. Yes. Vizuri sana. Naam, tuibie siri basi.
nje kidogo na masuala ya muziki. Japan ni miongoni mwa taifa ambalo wakazi wake inaripotiwa kwamba watu wazima ni wengi sana. Ipi siri ya kuwa na miaka mingi zaidi ya kuishi wazee wa Japan? Siri ni mchache. Siri ya kwanza ni chakula. Ni chakula chao. Namna wanavyokula. Wajapani wengi wanapenda kula diet ambayo imekamilika. Sio kama nchi zetu hapa. Ukienda kwa mfano vijijini wapi, mlo tu wa siku moja unakuwa ni wa shida. Sasa wale wenzetu wanajitahidi sana kuwa na diet, na si wengi wanajiingiza kwenye mambo ya ambayo yatafanya umri wao usogee haraka. Kwa hiyo chakula kwanza, jambo la kwanza. Alafu ni lifestyle. Wajapanese wana lifestyle ya namna tofauti. Namna wanavyoishi. Tofauti vile wanavyoishi. Hapo kwenye chakula. Yes. Umekuja lini? Una siku ngapi kwanza umekuja Tanzania? Kama wiki moja hivi. Wiki moja? Yes. Bila shaka wasabi ulizozibeba. Wasabi. Yes. Hazijaharibika. Wasabi. Sawa. Wasabi ni pilipili ya Kijapani ambayo ni kali sana. Nishai kumpatia ndugu yangu. Ndio zile wasabi. Niliona umri wake unavyoenda. Nikasema ngoja nimpe wasabi. Well, brother Elisa, ukila wasabi unaenjoy kabisa? Hapana. Ni kali mno. Kwa nini huenjoy? Kwa sababu wasabi ni pilipili ya aina fulani ambayo ukigusa tu kidogo mdomoni, lazima machozi na makamasi yatakutoka kwa sekunde moja. Kabisa. Sasa miongoni mwa vyakula vya nimewahi kupitia faida zake. Yes. Nimegundua kuwa vyakula vingi ambavyo Wajapani wanakula hawali tu, yani wanakula kwa manufaa fulani. Kabisa. Ndivyo ilivyo. Hata ukiangalia hiyo wasabi ina ni dawa ya magonjwa mengi sana. Na ndio maana unaiona hiyo ukali wake. Mimi nadhani natakiwa nikaishi Japan. Bila shaka. Kwa sababu nimeanza kuipenda wasabi kuanzia niko huko. Na nimeiham baada ya kuitaja na faida zake hizo ambazo umetuambia. Okay, kwa faida ya mtazamaji, wasabi ni unaweza ukasema kama ni miongoni mwa vionjo ambavyo vinaliwa na chakula ambacho kinaitwa sushi. Chakula cha Kijapan. Chakula ambacho kinaandaliwa na jani la mwani na mchele ambao unakuwa kind of kuchemshwa na samaki ambaye ni mbichi. Either tuna ama salmon ama prawn. Na ni miongoni mwa vyakula vya kupendwa. Sasa mbona mimi naanza kuzeeka na nakula chakula cha Kijapani? Sasa ujitafakari. Itabidi ujitafakari. Au kwa sababu si mara kwa mara. Kwa kweli tunakushukuru sana. Nashukuru. Na hakika ni kuhakikishie kwamba ninyi ambao mnatoka nje ya Tanzania, sisi huku bado tunawahitaji sana. Na pia mkiweza kuwekeza katika taifa letu ni vyema sana. Ni kweli. Hauoni kama miaka 20 inatosha Japan sasa urudi Tanzania? Mimi huwa naamini kitu kimoja kwamba mimi kama binadamu naamini katika ile wanaita global citizenship. Naamini kwamba dunia hii ni ya kwetu sisi wote. Mungu alituweka hapa kwenye sayari hii. Sisi sote ni wa dunia. Sote ni wa dunia. Kwa hiyo naweza kuishi popote ili mradi sivunji sheria za huko, siui mtu. Na endapo maisha yangu yanakwenda vizuri, mimi naona popote. Maisha ni popote. Na siku itakapofika nirudi nyumbani, nitarudi. Sasa sisi Wagogo kule Dodoma tutakuwa tunakusubiri kwa hamu. Sawa kabisa. Lista, tunakushukuru sana, pongezi kwa kazi. Unaondoka lini? Bado nipo. Bado upo. Sawa, tutakufungia maharage. Sawa. Mlenda. Na unga wa ugali, maana kule hakuna ugali kule. Maana hata sisi huko wazee wanakaa kula unga wa muhogo. Ndio, wanakaa Sio mchezo. Ni kweli. Unauliza kaka? Sana.
Ila chips mnakula Japani? Sana. Watu wanakula chips. Hapo sawa. Ila chips zenu mnachemsha? Yes. Za kukanga pia zipo. Asante sana. Hizi McDonald's zenu hizi Kentucky pia zipo kwa wingi sana. Sawa sawa. Anaitwa Lista Elia, ni mwanamuziki, ni mwandishi wa vitabu vya muziki, ni mwalimu wa muziki, Mtanzania mwenye kipaji ambacho amekiwekeza kule nchini Japan. Tumezungumza naye mengi hapa kwa faida ya Tanzania yetu. Kubwa zaidi ambalo analiacha hapa nchini ni vitabu vyake ambavyo ameviandika. Vinaweza kutumika katika shule zetu za msingi, katika shule zetu za sekondari, kutokana na mitaala mipya ambayo tuko nayo sasa hivi, hasa katika muziki na pia katika vyuo vya muziki ambavyo tunavyo hapa nchini. Nawe pia kama Mtanzania wa kawaida unataka kuwekeza kwa mtoto wako, mnunulie kitabu hicho cha How to Play Piano, How to Play Guitar, alafu kijana wako aanze kujifunza kabla ya kumpeleka sasa kwenda kupata elimu hiyo kwa undani wake.